Mtazamaji wa Nyikani TV Africa, asante kwa kuendelea kuwa nami katika mambo mbalimbali ya kujuzana maarifa, taarifa, lakini pia na uchambuzi ambao unazingatia maadili ya Kitanzania, maadili pia ya Kiafrika katika nyanja mbalimbali. Lakini si vibaya tukaelekeza pia masuala ya demokrasia katika nchi yetu na kuiangazia hasa katika nchi za Afrika Mashariki. Ni jana tu Mei 28 mwaka 2025, Rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa Ruto ameeleza wazi kwamba anaomba radhi kwa nchi ya Tanzania kama kuna mahala ambapo amekosea ama vijana wa nchi ya Kenya wameikosea Tanzania. Mheshimiwa William Ruto amezungumza kwa kirefu sana katika mambo haya ya kuendeleza mshikamano katika Afrika Mashariki kwa ajili ya kuendeleza nchi zetu pamoja na umoja wetu. Baada ya kuomba msamaha huo, na msamaha huo unatokana na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea, ambapo wanaharakati kadhaa kutoka nchini Kenya walifika Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kesi ya Bwana Tundu Antipas Lissu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Lakini walikamatwa. Baadhi walirejeshwa uwanja wa ndege, lakini baadhi, hasa mmoja huyu Bwana Boniface Mwangi, kwamba alirejeshwa katika hali ambayo haikuwa na utu sana. Ndipo vijana wa Kenya walichukua maamuzi ya kufanya vita ya kimtandao, wao wakiita online war, na kudhalilisha viongozi wa Tanzania kwa namna moja ama nyingine. Ndipo rais wa nchi hiyo amejitokeza na kuomba radhi kwa Tanzania kwamba kama kuna mahala ambapo Wakenya wamekosea basi wasamehewe. Baada ya kauli hiyo ya Mheshimiwa Ruto, wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi, ambaye ni wakili rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society, ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akieleza falsafa ambayo anaiona ni kama Ruto ameitendea Tanzania ama Ruto ameizungumza, lakini ni falsafa ngumu. Bwana Boniface Mwabukusi ameandika akisema, anasema ni falsafa nzito yenye kutafakarisha kwa watu timamu pale aliyekosewa na kustahili kuomba radhi anapojishusha na kuomba radhi. Anasema ni hekima kubwa sana ambayo haiwezi kukaa katika akili ya mtu mjinga. Mwishoni anamaliza kwa kusema tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali. Baada ya ujumbe wake huo, Bwana Boniface Anyisire Mwabukusi, rais wa TLS, baadhi ya wasomaji wake wametoa maoni katika comment selection ama kurasa wa maoni katika eneo hili ambalo linahitajika kuweka maoni. Rubeni Mwaijande anasema tumezidiwa kila kitu kaka, yani maadili yanasoma zero. Loserian Loy anasema damu ya Mdude Nyagali damu yangu, Mungu usinyamaze kimya. Edmond Ringo anasema Mungu amongezee hekima Rais Ruto. Deogratias Luamboya anasema mjinga msifie, imeandikwa. Cindy anasema 100%. Kizito Deodati anasema kiongozi wa Jamhuri ya Watu wa Kenya yupo vizuri kuliko. Amemalizia maneno yake ambayo kimsingi siwezi kuyasoma hapa. Joy Abgasti anasema kabisa, lakini pia imeonyesha uwezo wa viongozi wetu. Wanafurahia, hawajui nini Ruto ameintend kufikisha kwa Watanzania. Kinasha Nathan anasema na kuelewa kwa kiwango kikubwa comrade.